DJ Sports. Yanga kumenoga kweli kweli, lakini leo ndiyo siku ya kilele cha wananchi ambayo ni Yanga Day. Hapana shaka ni moja kati ya siku mahususi kweli kweli kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Young African. Kukumbusha tu, jana tuliona kwa upande wa Simba Sports Club wao walifanya yao jana, lakini leo ndio funika zaidi ndani ya Young African kupitia uwanja wa Uhuru. Tamasha kubwa kweli kweli la kihistoria linakwenda kufanyika siku hii ya leo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na masurprise mbalimbali ambayo yatakwenda kufanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Na moja kati ya ripoti kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na moja kati ya wachezaji nguli kweli kweli kutambulishwa kunako klabu ya soka ya Young African. Moja kati ya ripoti ambayo so far imekuwa ikiheadline katika kona na engo mbalimbali za kimichezo na burudani. Sajili kwa upande wa klabu ya Young African bado zinaendelea na bado wanaendelea kutambulisha wachezaji wao ambao tayari wamekwisha wasajili. Sambamba na hilo, twende tukatazame moja kati ya taarifa kubwa kweli kweli ambayo ilikuwa ikimhusisha Faisal Salum Feitoto, hasa mara baada ya kuweza kuingia katika headline kubwa kweli kweli ya kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Young African. Awali tuliweza kuona kurupishani za hapa na pale ambazo zilizokuwa zikijili katika virabu hivi vikubwa viwili, Simba na Yanga. Mara aliweza kuhusishwa na klabu ya soka ya Simba, lakini tuliweza kuona kwamba Simba walitema bungo na wameshindwa kuweka mzigo, lakini wababe Young African wao wamefanya kila jitihada za kuhakikisha wanamrudisha Faisal Salum ndani ya kikosi cha Young African. Hii ni ripoti njema kweli kweli kwa mashabiki wa Young African katika msimu wa mwaka 2026 2027. Sambamba na hilo, tuliweza kuona kwamba wachezaji nguli waliweza kutambulishwa ndani ya kikosi cha Young African, akiwemo Peter Shalulile, moja kati ya top scorer kutoka pale South Africa, kutam kweli kweli kunako klabu ya soka ya Young African. Unasubiri ni